Mtume ni mwenye kuleta ujumbe, kielelezo ni ujumbe yeye kupata mtoto. Mfano, sasa tayari ujumbe ushaletwa, mtoto yuko ndani ya tumbo ya mama yake. Mtaendelea. Tumekaa vizuri, na kawaida ya hiyo meza huwa inakwanga moto. Kwa hivyo kuna mtu hawezi kaa, lazima asimame tu kwa sababu kiti ni moto. Sijataja mtu, kuna mtu hawezi kaa kwa sababu kiti ni moto. Waislamu, takbir! Hebu pelekeni viti huko, pelekeni viti vitatu. Saddex galamiska taagan meesha taagan kuraas ugeeya. Wapelekeni viti hao Wakristo watatu. Wapelekeni viti wakae. Haya, nyingine weka huko. Haya, wako wengine. Mpatie Stefano. Rafiki yangu, habari yako? Mimi niko salama. Unaitwa Stefano nani? Mimi naitwa Stefano tu. Jina moja tu? Hiyo ni yangu tu, haina shida. Kama taa ya pikipiki. Kwani kama ingekuwa na makosa, ikiwa na moja askari wangekuwa wanashika. Ili lazima kuwe na jina tatu. Hiyo ni akili tu ya mtu, haina shida. Niko na swali, second name na last name, surname. According to you. Dini yako kwanza ni gani? Mimi ni Stefano, mimi ni Mkristo. Haya, swali yako? Swali yangu, naomba nikuulize swali, tuende kwa majibu. Haina tatizo, uliza swali ujibiwe, tumpe mwingine. Sikiza, nikiuliza usikuwe mtu wa kutoroka, ujibu swali. Sinajibu swali kisha namba. Qur'ani, kutulia. Qur'ani sura ya 19 mstari wake wa 19 na ujibu swali. Sawa, haina shida. Qur'ani 19 aya yake ya 19. Ndio nitakuwa nauliza swali langu, si mahali pengine. Haina shida. Sawa. Kwanza nakupongeza kwa kuanza kuipenda Qur'ani na kukataa Biblia. Si kupenda, sasa Biblia mmeshindwa, Qur'ani hata tunauliza mnaruka. Mimi nakupongeza. Nilidhani utasoma Yohana 19:19. Mambo ya jana wewe ukaelewa. Kumbe ulienda kwa Qur'ani. Naanza pale. Sawa. Na usitoroke. Sitoroki. Twende basi. Lakini nakupongeza kwa kuipenda Qur'ani kuliko Biblia. Si hata mwalimu wako amefunza Biblia masaa 3. Alianza na Qur'ani. Wacha, mimi tangu nisimame hapa maandiko 10 ametoa. Nasema hivi. Hajatoa ya Qur'ani, ametoa ya Biblia. Kawaida ya walimu wangu wakianza mada wanaanza na Qur'ani wanamalizia na Biblia. Kwa Waislamu mada aje, wakianza kufundisha wanaanza kutoa maandiko ya Qur'ani wamalizie na ya Biblia, kwa sababu wanapenda Qur'ani kuliko Biblia. Na wewe ukawa unapenda Qur'ani kuliko Biblia, ukawa unasoma Qur'ani kwanza kisha baadaye ndio uende kwa second hand book. Hii nyingine ni second hand, hii ni first hand information. Hii nyingine ni mtumba. Ndio maana, lakini hii mtumba ni wewe umelete. Sawa, ngoja. Mwenye kuuza mtumba mnunuzi hana shida. Tumeleta original na ngoja mwenye kuuza ndiye makosa. Okay, sawa. Sababu wewe ndio umelete. Sawa, kesho hatutaleta mtumba, tutaleta original. Utoe wapi? Ukilete unipige viboko 100 kwa mgongo. Ukilete wewe. Kumbe unajua hakuna. Wewe hauna, mimi ndio niko nayo. Mimi ninayo, wewe hauna. Kumbe anajua original hakuna. Wewe umesema nikileta atanipiga viboko. Twende kwa swali. Kumbe Biblia mtumba original hakuna. Nani anasema? Si wewe ulisema? Mimi nimesema mtumba. Ukisema nikileta utafanyaje? Najua hauna. Kwa sababu hakuna. Situfanye ahadi mimi na wewe. Kwako ndio hakuna. Nasema hivi. Kwako ndio hakuna, mimi ninayo. Mimi ninayo. Ninayo mimi. Umebeba? Kwa nini nibebe? Sasa si hakuna. Mimi niko nayo. Umebeba? Nibebe wapi? Ulete hapa. Kwa nini nilete hii simu mkutano yangu mimi? Kwa sababu hakuna. Wewe ndio umeleta hii na ndio nitatumia hii umeleta. Nimeleta mtumba kwa sababu original nilikosa. Sawa, asante. Wewe umekosa, mimi sijakosa. Mbona hutakuja nayo? Kwa nini? Mkutano yangu nini nitaweka yangu? Kwa hivyo unatumia mtumba kutafuta original. Mtumba si wewe uko nayo. Sasa ni Biblia hiyo. Ukitaka kuwa panya unauanga na ile kitu nataka kukula. Hii uko nayo sasa ndio. Awacha twende kwa swali. 19 Qur'ani na ujibu swali. Somee 19 Qur'ani. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Biblia original hakuna.
Soma hiyo. Malaika akasema, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako. Hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako. Ili nikupe mwana mtakatifu. Uliza swali. Swali yangu naiuliza na nitauliza kwa hiyo andiko. Uliza. Kwa hivyo ikiwezekana naomba unijibu kwa hiyo andiko. Haina shida. Sawa. Kwa mjibu wa hiyo aya ya Qur'ani, naona malaika aliyekuja kwa Mariamu alimwambia hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako ili nikupe mwana mtakatifu. Naam. Swali very rahisi. Malaika alipeana mwana, ni kweli malaika alipeana mwana ama hakupeana? Very simple. Okay. Kwa mjibu wa hiyo andiko nimesema, mimi kama utakuwa na andiko lingine, ugonjwa wangu ndio hii, mimi naumwa na kichwa. Sijasema ni mgongo. Okay. Kwa hivyo ni tibu kichwa. Kwa mjibu wa hiyo andiko, malaika alilete mwana, ama alilete nini? Na kama alilete mwana, huyu mwana kamtoa wapi? Okay, sawa. Very simple. Hapo kwa hiyo andiko. Sawa, haina. Ukinizungusha, sinizungushi. Hapo kwa hiyo andiko basi. Haya, nakujibu mpe wewe. Naumwa na kichwa. Haya, sawa, unaumwa na kichwa lazima. Na dawa iko hapa. Unaumwa na kichwa na dawa iko hapa. Sasa soma mwalimu, tena anza. Malaika 18 anzia. Mariamu akasema, anzia 17. Na akaweka pazia kujikinga nao. Endelea. Tukampelekea muhuisha sheria yetu Jibril. Tukampelekea muhuisha sheria wetu Jibril. Kwamba Jibril alipelekwa kwa Mariamu. Endelea. Akajimithilisha kwake kwa sura ya binadamu. Akajimithilisha kwake kwa sura ya binadamu. Endelea. Mariamu akasema, Mariamu akazungumza na Jibril ambaye alitumwa na Mungu, akasemaje? Hakika mimi najikinga kwa Mwenyezi Mungu, najikinga kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, aniepushe nawe ikiwa unamwogopa Mungu. Basi ondoka, nenda zako. Ikiwa wewe unamwogopa Mungu, basi ondoka uende zako. Maana yake ni Mungu ndiye aliyetumana na ni Mungu ndiye anayepeana mtoto. Endelea. Malaika akasema. Sasa malaika kwa kuwa ametajwa Mungu na ametoa analeta habari kutoka kwa Mungu, malaika akajibu akasemaje? Hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako. Mimi sio mimi nakupa, mimi ni mjumbe wa Mola wako. Nimepewa ujumbe. Ujumbe gani? A messenger. Ili nikupe mwana mtakatifu. Ujumbe huo ni kupewa mwana mtakatifu. Kwa hivyo mjumbe ameleta ujumbe wa Mariamu kupewa mwana mtakatifu. Nani kapeana? Sio Jibrili, aliyepeana ni huyu. 42-49 Qur'ani. Aliyepeana ndo huyo mtoto. Alipeana kwa Mariamu, akapeana kwa wazazi wako wewe, akapeana kwa wazazi wangu mimi, na watoto walioko hapa walipewa kupitia wazazi wao watoto. Soma hiyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Inasemaje? Ufalme wa mbingu. Wewe sikiliza, anayepeana mtoto. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu. Anaumba apendavyo. Anaumba hazai, anaumba apendavyo. Endelea. Anampa mtakaye watoto wa kike. Ati nini? Anampa Mungu ndo anapeana watoto wa kike amtakaye. Endelea. Anampa mtakaye watoto wa kike. Mungu ndo anapeana watoto wa kike. Endelea. Na anampa mtakaye watoto wa kiume. Na anapeana pia watoto wa kiume. Kwa hivyo mpeaji ni Mungu. Anapeana aje? Anapeana kwa kuumba apendavyo. Nani kapewa? Mariamu. Mtoto ni wa nani? Ni wa Mariamu. Nani kapeana? Mungu. Kupitia nani? Mjumbe wake Jibril, kwa kuleta ujumbe wa mtoto. Mpe Kiswahili ngumu, hujaelewa Mkamba wangu. Mkamba utaelewa Kiswahili wewe? Nilipoingia nikuambia tatizo langu mimi naumwa na kichwa. Ndio utapona ukaanza kuniambia shida si kichwa. Nasema hivi. Ngoja kwanza, umeongea mimi hata nataka nimalize uende kwa mtu mwingine. Nasema hivi. Kauli yangu umetoa vizuri. Nilitoa 1919. Kabisa. Unajua tunaenda kwa context. Mimi nikakuwa mkweli nikakwambia hapo ndio nataka unijibu. Kwa mjibu wa hiyo andiko 1919 haijasema aliumbwa. Kwanza wewe unanitoa ingia. Ngoja pole sio wewe hajaumbwa. Tulia kwanza. Kidogo. Tukubaliane. Kwa mjibu wa 19 hajaumbwa. Okay, mpe basi.
Ngoja, pole. Ushasema hajaumbwa. Sura ya 19. Peana huko. Si kelele. Peana. Kwa andiko niliotuona. Nataka unitolee wewe na kupata unitolee, ngoja wewe mwalimu. Nataka unitolee 19 ikisema ameumbwa. Mimi nimetoa sura ya 19 mstari wa 19. Sina shida. Nataka unitolee 19. Wallahi billahi talai. Ukitoa ameumbwa. Naenda msikitini na wewe. Ukitoa ameumbwa. Sikiza. Kwa hiyo andiko yangu nimetoa. Ukitoa ameumbwa, Waislamu ndio hapa. Naomba yani nawapea nafasi. Unipeleke msikitini. Sijauliza andiko lingine, kwa hivyo kama utanitolea andiko lingine, sijauliza kwa hilo andiko. 19 mimi nimeanza pale, nimesimama pale. Sisongi nyuma, siendi mbele. Nitolee kwa 19 Yesu aliumbwa. Na hata ulisema ati malaika alilete ujumbe. Malaika alipeana mtoto. Andiko isome vizuri. Andiko linasema malaika alipeana mtoto. Wewe unaniambia ni ujumbe, ni uongo hapo, haijasema ujumbe. Sina shida. So Yesu hakuumbwa kwa 19. Na kama nadanganya, prove me wrong kwa hawa. Haya sawa. Si kwa andiko lingine, kama lingine siko hapo mimi. Sawa, mpe arudie. Huyu bwana anakauka koo. Yote 9 anasema Yesu hakuumbwa. Kwani mtoto kukaa ndani ya tumbo ndo kufanyaje? Mtoto kukaa ndani ya tumbo, kama yeye hajaumbwa, mbona asianguke kutoka mbinguni kama mvua? Nini anatafuta ndani ya tumbo? Siangadabaka tu kama mvua, pap, ameanguka hapa. Mariamu amrokote, kisha aende naye sasa. Sasa tayari ujumbe ushaletwa, mtoto yuko ndani ya tumbo ya mama yake. Mpe aendelee sasa. Soma. Ana kelele sasa. Sasa soma 19, 20, 21, 22, 23, 24. Malaika akasema. Sasa unaacha ujumbe mahali kidogo, si uendelee. Swali ni yako. 19 ukimaliza ukienda 20 ndo mtoto anapatikana ndani ya tumbo. Tena sio tumbo tu, Mariamu ashabeba ujauzito na amebeba mtoto wake, anaenda naye kwenye mtendo, anaanza kutikisa, kisha baadaye anazaa. Mungu anazaliwa. Wewe soma andiko. Malaika akasema, kisha mmekosa kutengeneza birth certificate ya Mungu wenu. Mtoto anazaliwa Mungu. Sasa birth certificate mlipeleka wapi ya Mungu? Soma andiko. Malaika akasema. Na death certificate mlipeleka wapi? Soma andiko. Malaika akasema. Malaika akasemaje? Hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako. Wewe sikiliza, ujumbe unaletwa. Mimi ni mjumbe wa Mola wako, endelea. Ujumbe, yeye ni mjumbe analeta. Sitaki ubishi. Nasema hivi, sitaki ubishi. Ukisikia mjumbe ni mwenye kuleta ujumbe. Ukisikia dereva ni mwenye kuendesha gari. Ukisikia nani mwingine? Mwanadondi. Mjumbe ni mwenye kuleta ujumbe. Mpishi ni mwenye kupika. Mjumbe ni mwenye kuleta ujumbe. Dereva ni mwenye kuendesha gari. Sasa nataka mjumbe asiyeleta ujumbe. Inawezekana? Sikana huyu mtu ameitwa mjumbe kwa sababu ya kuleta ujumbe. Ujumbe wenyewe ni gani? Apewe mtoto. Kivipi? Kwa miujiza. Endelea sasa. Endelea na andiko. Ili nikupe mwana mtakatifu. Mjumbe amesema ili nikupe mwana mtakatifu. Ujumbe wenyewe ni kupewa mwana mtakatifu. Endelea. Akasema. Bwana alibeba mtoto na kikapu. Ndio huyu mtu. Yaani kwa akili yake anaona Jibril alibeba mtoto kwa boksi. Ama kwa paper bag. Kwa akili yake huyo. Nasema hii ni bangi rafiki yangu, acha. Ati Mariamu amepewa mtoto kama passage. Sijui akili yake inafanya kazi ya manini. Kupewa hii ni kiroho. Maana yake inaletwa ujumbe yeye kupata mtoto. Mfano. Mimi nipeleke mke wangu hospitali. Daktari akampima. Akaniambia na kubashiria umepata mtoto. Daktari ndo amenipa mtoto mimi? Nakupa mtoto, daktari anapeana? Peani. Ama nakupa ujumbe umepata mtoto. Sasa soma hiyo. Akasemaje? Ninawezaje kupata mtoto hali hajanigusa mwanamume? Ninawezaje kupata mtoto hali hajanigusa mtu yoyote? Kwa hivyo yeye Mariamu kama ingekuwa amepewa mtoto angesema hivyo.
mtoto hajapewa, ni ujumbe umeletwa, sasa anarudi. Nitapataje huyo mtoto na mume sina? Endelea. Inasema hali hajanigusa mwanamume yoyote kwa njia ya halali. Endelea. Wala mimi si mwanamke mwenye kuzini. Endelea. Malaika akasema. Malaika akasemaje? Ni kama hivyo unavyosema. Ni kama hivyo unavyosema. Lakini Mola wako amesema. Kumbe sio huyu Jibrili, ni Mungu amesema ili nikupe mtoto, sio Jibrili. Ni Mungu ndo alisema. Jibril ni mjumbe wa kuleta ujumbe. Mungu alisemaje? Haya ni sahali kwangu. Kumbe ni kitu ambayo ni sahali kwa Mungu. Mariamu kupata mtoto bila mume ni very easy kwa Mwenyezi Mungu. Endelea. Na ili tumfanye miujiza, ili sasa huyu mtoto apatikane kwa njia hiyo, ni miujiza. Endelea. Muujiza kwa wanadamu. Muujiza kwa wanadamu. Na rehema itokayo kwetu. Na ni rehema iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndiyo tumefanya hivi. Ndivyo tumefanya hivyo. Endelea. Na hili ni jambo lililokwisha hukumiwa. Na hili la Mariamu kupata mtoto bila mume ni jambo ambalo ishapitia hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Endelea. Basi akachukua mimba yake. Ati nini? Basi akachukua mimba yake. Wewe umekosea, akachukua mtoto wake kwa boksi. Basi akachukua mimba yake. Wewe umekosea, akachukua mtoto kwa paper bag. Maya. Basi akachukua mimba yake. Wewe hapana, akachukua mtoto kwa karatasi. Basi akachukua mimba yake. Hapana, amechukua mtoto na mikono. Basi kumbe ni mimba ile. Huyo alikuwa anasema amepewa mtoto, kumbe ni mimba. Bishara imeletwa Mariamu kupata mimba, sio kupata mtoto kama parcel. Kama ni parcel enda kwa basi, sio Mariamu. Endelea sasa. Basi akachukua mimba yake. Akachukua mimba sio ya Mungu, ni mimba ya Mariamu, na akaondoka nayo. Na Mariamu akaondoka na mimba, sio mtoto. Endelea. Akaondoka nayo mpaka mahali pa mbali. Akaondoka nayo mahali pa mbali. Kwa hivyo ni mimba amebeba. Mtoto yuko ndani ya tumbo yake. Huyu mtoto aliyeka katika tumbo ya Mariamu. Je, nini kimefanyika? 44:24 Isaia. Kisha urudi Qur'ani 19:34. Huyu mtoto yuko ndani ya tumbo. Nini kimefanyika? Ndani ya tumbo ya Mariamu nini kilichofanyika? Kilichofanyika ni hii Isaia 44:24. Bwana mkombozi wako, Mungu aliyekukomboa wewe mwanadamu, yeye aliyekuumba tumboni. Ati nini? Yeye aliyekuumba tumboni. Ati nini? Yeye aliyekuumba tumboni. Kumbe Mungu huumba watu wapi? Tumboni. Kwa hivyo ukiona mtu ana mimba kwenye tumbo yake, nini kimeumbwa? Mtoto. Kwa hivyo kichochote kitakachopitia ndani ya tumbo ni kiumbe. Kwa hivyo Yesu ameumbwa tumboni. Ameumbwaje sasa? 19:34 Qur'ani. Sasa ameumbwaje? 19 hiyo uliyosoma, enda 34 yeye hawezi fika. Inasema ba'udhu billahi minashaitani rajim. Huyu sasa ambaye ameumbwa ndani ya tumbo, huyu ndiye Isa ibn Maryam. Huyu ndo anaitwa Isa ibn Maryam. Hii ndiyo kauli ya haki. Na hii ndiyo kauli ya haki ambayo Wakristo. Ati nini? Ambao Wakristo wanaifanyia shaka. Wanafanyia shaka. Nini wanafanyia shaka sasa? Kuwa Yesu, wanafanyia shaka kuumbwa Yesu ndani ya tumbo. So hiyo shaka mtoe. Yesu sio Mungu, bali aliumbwa na kutengenezwa ndani ya tumbo ya Mariamu. Teremka na andiko. Inasema huyu ndiye Isa ibn Maryam. Naam. Hii ndiyo kauli ya haki. Naam. Ambayo Wakristo wanaifanyia shaka. Wacheni shaka nyie. Endelea. Haiwi kwa Mwenyezi Mungu. Haiwi kwa Mwenyezi Mungu kufanya mtoto. Mungu hana mtoto. Yesu si mtoto wa Mungu, ni kiumbe cha Mungu. Endelea. Ametakasika. Allah ametakasika. Anapolitaka jambo, anapotaka mtoto aumbike ndani ya tumbo ya Mariamu, basi ufanyaje? Uliambia tu kuwa. Uliambia tu kuwa, si aleti kama kwa paper bag. Anaambia tu Mariamu, ndani ya tumbo yako kuwa, nalo likawa tu. Mungu anapiga kun fayakun, kisha mtoto anapatikana na Mariamu anabeba mimba anaenda nayo. Huyo ni kiumbe wa Mungu. Lakini wewe kwa sababu una shaka nyingi,
Unadhani huyo ndo sasa Mungu? Mtihani sana. Mungu ndani ya tumbo, Mungu ndani ya tumbo. Wakati Mariamu ana mimba na Wakristo wanataka kuomba, huwa wanasemanga hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Sasa baba yao mbinguni yuko ndani ya tumbo. Sasa wanaanza Mungu wetu uliye tumboni. Bala sana watu. Ati Mungu wetu uliye tumboni. Wewe Mungu tumboni, si Mariamu ndani ya tumbo yake? Hey, Mungu wetu yuko mbinguni, wako yuko tumboni. 25 Aona sasa wanaanza kubadilisha swali. Waislamu takbir. Yaani Mkristo akiona Mariamu ana mimba na anataka kuomba Mungu, badala ya sujudu anaangalia tumbo ya Mariamu. Hatari sana. Wewe unaabudu tumbo ya mwanamke? Ati nini? Mpe. Unaabudu tumbo ya mwanamke? Pole pole. Wewe swali ni mimi nilikuwa nimekuja. Unaabudu tumbo ya Mariamu? Wewe mwalimu. Wala unaabudu Allah aliyejalia mtoto kupatikana. Wewe unaabudu umetoroka hivi. Allah anapeana mwana. Ngoja. Allah anapeana mwana, maana Jibrili ama huyo mnasema alikuja kwa Mariamu au kuwa na mwana. Alileta alafu ngoja hapana pale. Alisema mimi ni mja wa Mola wako ili nikupe mwana aliye mtakatifu. Ngoja pole pole. Mola wako amesema. Tulia. Kwa mjibu wa hiyo andiko, hata kama ni malaika alifanya nini? Malaika ni mjumbe. Si kweli? Kabisa. Na ujumbe anao ni wa Mungu. Ni wa Mungu. Kauli ikasimama, huyu mwana aliyezaliwa, hata kama aliingia tumboni. Aliingia wapi? Hata kama nimsikiza mimi nasema, ngoja. Hata kama aliingia tumboni, akiwa Mungu, atabaki ni wa mwenye kupeana. Sawa. Ngoja. Kwa hivyo kwa mjibu wa andiko, atabaki kwa mwenye kupewa. Haya, umeenda vizuri. Adamu, subiri kidogo. Pole pole. Ngoja kidogo. Naam. Huyu amesema mtoto kwa kuwa amepewa Mariamu, bado atabakia ni mwenye kupeana. Hapana. Simama ndugu yangu kidogo. Simama. Hata napenda hiyo. Ngoja. Nimekuja ili nikupe simu. Shika. Nimempa nini? Haya, unaweza penda kwa. Umempa simu. Tulia. Na kushika ushaingia. Waislamu nimempa nini? Simu. Ilikuwa ya nani? Ilikuwa ya nani? Ngoja. Umeingia kwa karai. Ngoja kidogo. Umeingia kwa karai. Ndio hiyo. Unaweka sawa, sijaweka sawa, subiri. Ili nikupe simu. Nimempa nini? Akaondoka naye. Watu wakiona hiyo simu ni yake ni yangu.